Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kutupa nafasi nyingine ya kujifunza siku hii ya Alhamisi. Tunaomba na kupokea kwamba tunajengwa, tunaimarishwa kwa yale ambayo tunayapokea. Kristo anafunuliwa, anakuwa wazi katika fahamu zetu. Tunapokea maarifa ya Kristo pasipo tashwishi. Hakuna confusion katika mazingira haya. Tunasikia na kupokea yale ambayo ni neno halisi la Roho linaloweza kutujenga na kutuimarisha katika imani. Tunaona kupokea kwamba maneno ambayo tunajifunza hapa yatatusaidia kwa ajili ya mwenendo wetu kuimarika na kwa watu bora ambao wana uwezo wa kuishi na kutimiza mapenzi makamilifu ya Mungu katika ulimwengu, katika jina la Yesu. Amen. Karibuni kwenye darasa letu la Introduction to God's Plan to Salvation. Leo siku yetu ya 20 na ngapi? 24, kwa maana ya siku ya part ya 24 ya somo la Introduction to God's Plan for Salvation. Lakini siku yetu ya 24 kusanyiko. Sababu siku ya kwanza ilikuwa introduction, we did not teach. Kwa hiyo wiki tumekata nakaribia kukata nusu mwaka. Ukichanganya na wiki kadhaa ambazo watu hukutana, hizo za mara niko mkoani au niko kwenye kambi, tutakuwa tumesogeza nusu mwaka. Hongereni kwa kufikia nusu mwaka tukiwa bado hapa. Tulianza muda gani kama nakumbuka? Mwezi wa pili na tuko mwezi wa 8. Nimejitahidi. Kuna wengine tumewadondosha njiani. Sisi tuliwapenda, lakini kurudi nyuma kumewapenda zaidi. Kwa hiyo tunaendelea na tuko kwenye introduction bado ya God's Plan for Salvation. Leo nitaenda deep. It's a lifelong learning. Lakini angalau kuna vitu basic ambavyo natakiwa tujue katika imani yetu. Na kwenye utangulizi wa somo hili ambalo ni la kwanza, tunaenda kuangalia mambo ya msingi tuliopokea tuliposema tumeokoka au tumeamini. Vitu ambavyo vinategemea, they depend on what Christ has done. Kufa na kufa kwake. Kwa sio mambo ambayo yanamhitaji mwanadamu au yalifanywa na mwanadamu, yalifanywa na Yesu Kristo mwenyewe. Sisi tunachukua kama ni benefits. Kwa tulizungumza mambo kadhaa kwamba tumehesabiwa haki, tumesamehewa dhambi. Last time tulijifunza juu ya nini? Mwamini ni chosen generation, royal priesthood, mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Kiswahili jamani, ukuhani wa kifalme. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mzuri sana. Kwa leo nataka tuende kwenye chapa nyingine au kitu kingine ambacho tumepokea, ni kwamba muamini amefanywa upya. Kiingereza tunasema a believer is regenerated. A believer is regenerated. Kwa leo tunaangalia kidogo what is regeneration. A believer is regenerated. Hiki ni nini? A believer is regenerated. Tuangalie Tito atatupa some Paulo atatupa some insight. Waraka wa Tito, waraka unaitwa Tito, basically ulikuwa ni waraka wa Paulo kwa mwanae katika imani ambaye ni nani? Tito. Tito 3 chapter 3, Titus chapter 3 verse 4 to 5. Tito 3 mstari wa 4 na wa 5. Ukifungua itakuwa vizuri zaidi. Tito 3 mstari wa 4 na wa 5. Tito iko mbele ya Mwanzo na nyuma ya Ufunuo. Hapo katikati hakika huwezi kupotea. You'll find it somewhere. Titus 3, 4 to 5. Inasemaje? Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu. Mbona hiyo? Na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa. Haya ni maneno mazito sana. Lakini wema wake, sio wema wetu, Mwokozi wetu Mungu, na upendo wake, sio upendo wetu, upendo wake umeelekezwa wapi?
kwa wanadamu ulifanya nini? Ulipofunuliwa alituokoa. Akasema si kwa sababu ya matendo ya haki, kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Umeona Umeona kufanywa upya ambayo tunaangalia hapa. Labda tu decode kidogo haya maneno. Wema wa Mungu unautambuaje in this context? Umeona ni katika kutuokoa. Hiyo ndo display of God's love or kindness. Sawa Ndio maana ile na pale ni kai. Kwa maana wema wa Mungu ni sawasawa na upendo wake. Lakini naweza kujiuliza swali. Paulo anaposema ulipofunuliwa, lazima uulize ni wakati gani wema wa Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulifunuliwa. Basically neno kufunua pale maana yake tu kuweka wazi. Ufunuo sio kitu kigumu, just to reveal. Umeona au to appear. Maana yake now we know, now we perceive, tunafahamu ya kwamba wema wa Mungu uko hapa. Sasa anasema alituokoa. Kwa tunaweza kusema hivi, wokovu ni zao la wema na upendo wa Mungu kwa wanadamu. Kwa hiyo kila mara unapofikiria wokovu, unatakiwa think in the sense that ni Mungu ndio anayetenda kudhihirisha wema wake na upendo wake kwa wanadamu. Ina make sense? Ina make sense? Yes. Ni wema wa Mungu na upendo wake kwa wanadamu ndio unaookoa. Shida ya watu wengi wanafikiri wokovu ni matokeo ya wema na upendo wao kwa Mungu. Kwamba nikiwa mwema ndio Mungu ataniokoa. Basically kama mwanadamu alikuwa anaweza kumshawishi Mungu kwa wema wake, Mungu asingekuwa anakuja kushindanisha wema wake kwa mwanadamu. Kwamba God was not trying to display his love because men convinced him. No. Hii upendo ni action ya mtu kuelekea kwa mtu mwingine. Najua vijana siku hizi wanadanganyana. Mbona kama unanipenda kweli? Upendo ni wewe kwenda kwa mtu mwingine. Yaani wewe ndo unawaza mtu mwingine. What can I do? Huo ndo upendo. Upendo ambao unadai kutendewa sio upendo. Huo ni ubinafsi. Upendo ni me acting towards somebody. Ndio maana ya upendo. Sema lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa. Na ukitaka kujua hivi ndio unarudi kwenye Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Unaona upendo aliupenda ulimwengu. Tunaweza kuweka neno ulimwengu pale tukaweka nini? Wanadamu. Ina make sense kwa sababu Mungu hakupenda miti. Wala tusijasema anachukia miti. Lakini specifically ni wanadamu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, cosmos pale tungeweka neno wanadamu kwa sababu neno ulimwengu huwa ni muktadha ndio unaelezea the world. For instance, unasoma kwenye John 3:16, for God so loved the world. Do you know the same John wrote, little children do not love the world. These are two worlds. Lakini neno moja lile cosmos kwenye Kigiriki. Sawa Kwa siku zote tunasema hivi, the meaning of a word is not necessarily enough to find in a dictionary. Meaning is contextual. So unaelewa Neno moja linaweza kuwa na maana mbili tofauti kwa sehemu mbili tofauti. Neno lile lile. Actually, niliwahi kuwachekesha watu mahali nikasema, actually kuna neno ukilisema kwa mtu mmoja linakuwa la kawaida, sifa, kwa mtu mwingine linakuwa tusi. Neno lile lile. Hamjanielewa? Kuna neno ukilisema, kuna neno nikisema kwa dada Rose hapa ni tusi. Nikilisema kwa mke wangu ni sifa. Yet kuna neno nikisema kwa dada Rose na kwa la kawaida, nikisema kwa mke wangu ni tusi. Unaelewa Kwa muktadha.
Ndio maana kwenye Bible interpretation nasemaga, in Bible interpretation context is the king. You don't give the meaning neno lilo kwenye kichwa chako. Meaning lilo kwenye kichwa chako, neno lilo kwenye Biblia. You ask the context. Kwa hiyo lazima usome context. Kwa hiyo tukisoma Yohana 3:16, ni Mungu aliupenda ulimwengu. What is ulimwengu kwenye Yohana 3:16? Wanadamu wakao duniani. Tuko sawa eh? Kwenye waraka wa kwanza Yohana, watoto wadogo msipende dunia, do not love the world. The world pale ni nini? Ni attitude na mwenendo wa wasio amini. The same word cosmos or the same word world. Solved, eh? Umeelewa eh? Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, maana yake aliupenda nani? Wanadamu. Hata akamtoa mwana wa pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na hiyo ndo Tito, Paulo anamwambia Tito hapa. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa. Okay. Tunajua ya kwamba Mungu hajaanza kupenda kwenye Yohana 3:16. No, that is a demonstration of the love of God. The death of Christ and his resurrection. Huo ni kufunuliwa kwa upendo wa Mungu wa wanadamu. God did not start to love in Christ kwenye kufa na kufufuka kwa Kristo. Si kama unanielewa eh? Yeah. Kwa hiyo ni revelation of the love of God. Ni sawa kusema hivi, this is how far God can do to save us. This is how far God can go. This is how big he can do to save us. He incarnated, he died, he rose again. Tuko sawa eh? Na kuna haya maneno msisitizo sana, wema wake, upendo wake. Mstari wa 5 unaonyesha jambo la msingi. Kwa nini ni wema wake na upendo wake? Mstari wa 5 unasemaje? Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliotenda sisi. Umegundua kwa nini ni wema wake na upendo wake? Ni kwa sababu, si kwa sababu ya matendo ya haki. Not because of our righteous deeds, or not because we did anything right. Tuko sawa mpaka hapo eh? Si kwa sababu ya matendo yake tuliotenda sisi, bali kwa rehema. Ukishaweka neno rehema, mpokeaji hana msaada, hawezi kujisaidia. Unajua neno rehema ni kwa sababu ni Kiswahili kizito kidogo. Na Kiswahili cha kawaida cha rehema ni nini? Huruma, mercy. Si ndio eh? When you are merciful upon a person, ni kuonyesha kwamba hana capacity. Huwezi kusema show me mercy on something you are capable of. You don't need mercy there. Sio, umeelewa eh? Na ndio maana neno mercy pale ina neno lake la Kigiriki inaitwa eleos. Neno mercy pale ina neno lake la Kigiriki inaitwa eleos. Meshaandika? E-L-E-O-S. Eleos. Kwenye mstari wa 5. Eleos. According to his mercy. Naomba nisome maana ya mercy hapa alafu tujadili kidogo. Mercy maana yake nini? Kindness or goodwill toward, angalia anavyotajwa mtu, a miserable and afflicted. Kindness and goodwill toward a miserable and afflicted. Kwa huyu mtu alikuwa anaweza kujisaidia. That's why he needed kindness and goodwill kutoka kwa mtu mwingine. Maana nyingine ya mercy pale ni compassion. Have mercy on me. Have compassion on me. Help me, I'm helpless. Kwa a person who need mercy in that context helpless. Iko sawa eh? Sehemu ambao unahitaji mercy maana yake you are helpless. Kwa hiyo anasema si kwa sababu ya matendo yake bali kwa rehema yake. Alafu hiyo tayari tumeelewa context ya Mungu anavyosaidia. Angalia maneno yaliyotumika: wema, upendo, rehema.
mambo haya yote, kama akili ya mwanadamu inafanya kazi vizuri kwa kufikiri, wema, rehema na upendo, kwa kweli inamwelezea huyu mtu mwenye hivi vitu kama ni mtu mwema. Ni sawa eh? Mtu mwema, wema, upendo na rehema. Ndio maana akasema si kwa sababu ya matendo ya haki uliyotenda, kwa sababu upendo unaangalia changamoto ya mtu mwingine. Tunaelewana mpaka hapo? So kwa Paulo anasema ni kwa sababu ya wema wa Mwokozi na upendo wake ndio maana tumeokolewa. Ina maana hatukuchangia chochote katika hiyo kazi ya ukombozi. Simply anasema hatukuchangia matendo yetu mema. Kwa nini anatumia matendo mema? Kwa sababu watu wengi wanapenda kubrag kwa kutumia matendo yao mema. I do something to gain something. When it comes to salvation, mwanadamu yuko kwenye nini? Surrender mode. Anaongeza kwa kusema wokovu wetu ni kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Tunaona tukaangalia kidogo ya maneno. Nini maana ya kuzaliwa kwa pili? Kiingereza kinatumiaje? Regeneration. Neno moja tu Kiingereza, regeneration. Ni sawasawa na kuzaliwa kwa pili. Nini maana ya kuzaliwa kwa pili? What is regeneration? Ambako ndo kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Tuangalia maneno mawili, kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya kwa Roho Mtakatifu. Kuoshwa tumedili nayo wakati tunajifunza kwamba muamini ni ameoshwa na ametakaswa na kuoshwa, si ndio eh? Sawa. Neno kuzaliwa kwa pili, maneno haya kuzaliwa kwa pili, neno moja la Kiingereza regeneration, ni neno kwenye lugha ya asili ya Biblia ya Agano Jipya ambayo ni Kigiriki, ni paligenesia. Nitakupa spelling. Paligenesia. Paligenesia inaandikwa P na kutajia ili uandike P A, umeshaandika P A L I double G, G ziko mbili, E N E S I A, paligenesia. Narudia tena, ni P, hiyo kuzaliwa kwa pili, ambapo ndo regeneration Kiingereza, ni neno lingine la Kigiriki paligenesia, P A L I double G, gaga double G, G G, E N, N ya nyanya o neema, E ya endesh, S I na A. Can you read it? Hivi ni paligenesia, paligenesia. Itakuwa moja wapo kati hizo mbili. Paligenesia, sawa. Ambalo lenyewe unaona neno refu limeundwa na maneno mawili. Sasa kitengenezee kitawi pale. Cha. Paligenesia kaka katawi. Pa. Tawi la kwanza ni neno palin. P A L I N. Palin. P A L I na N. Palin. Alafu neno la pili ni Genesis. Kwa Genesis ni Kigiriki jamani. Kwa pale mwanzo pale ni Kigiriki Genesis. Okay. Paligenesia, pali na Genesis, ambayo maana ya palin ni mpya, alafu maana ya Genesis ni asili. Genesis, maana ya palin ni mpya, maana ya Genesis ni asili. Okay. Kwa paligenesia ukichanganya maana yake nini? Kuleta asili mpya, to bring a new nature, au kubadili asili ya mtu. Kubadili asili ya mtu. Narudia tena, kuleta asili mpya au kubadili asili ya mtu,
au kuzaliwa upya. Kuzaliwa upya. Sasa tusisahau amesemaje? Kwa kufanywa upya na nani? Kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa hii kazi anafanya nani? Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kwa huwezi kufundisha wokovu bila kuinclude kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulivyofunuliwa, alituokoa si kwa sababu ya matendo yake tuliyotenda sisi, bali kwa kuoshwa na kufanywa upya. Sasa na kuzaliwa upya na kufanywa upya kwa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu. So lazima ujue ili tendo linafanyika wapi, kwa sababu basically siku ulipookoka ukubadilika sura. Hiyo ni fact, si ndio? Umeambiwa tumekuwa kiumbe kipya, kuanzia leo wewe ni kiumbe kipya. Alafu enda kwenye kioo na cheki, ile alama ya jana iko pale pale. Ile ngumi uliopigwa ukachubua uso iko pale pale. Kile kipele kiko pale pale. Nini kimefanyika upya? Kwa sababu watu wengi wasipoelewa nini kimefanyika upya, they get confused about salvation. What is that thing yenye asili mpya? Sababu kama baada ya kuamini, in fact DNA yako ya biolojia inasoma bado baba yako na mama yako. Au inabadilika. Okay, muamini akiamini tayari anaanza kuwa na DNA ya nani? Ya kiroho. Ukicheki kata damu yangu hapa, ukicheki DNA, unaona damu kama ya Yesu kabisa. Hiyo itakuwa kichekesho cha mwaka. Lakini there is something that is made anew. Sasa let me say something here. Lazima ujue mwanadamu yukoje. Sasa kama ujui mwanadamu yukoje, huwezi kuelezea badiliko limetokeaje na kila sehemu ya mwanadamu inahitaji nini. Kuna wanadamu hapa? Kuna wanadamu hapa? Inawezekana mtu ajui kwamba ni mwanadamu. Sio nikamuuliza watu, jamani, wenye mwili wako hapa? Watu wakawa wanashangaa. Okay. Twende hivi. Mtu, nikizungumzia mimi na wewe, kwanza hivi tunavyoviona hapa sio ninyi. Nyie hamuonekani. Titing. Habari kamili. Kwa huyu hapa aliyesimama mbele yangu, anayeonekana sio Rosemary. Rosemary yuko wapi sasa? Okay, let me say it. Mtu ni roho. Na ndio maana watu wanasomaga Genesis, watoto huwa wanauliza maswali, hatuwajibu vizuri. Sasa Mungu alisema anatumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Si tunawaambia, watu wanauliza, and okay, how does God look? Tunaambia, yeah, he must have a certain color. Which colors? But he say he made, okay, you are black, I'm white. So how are we made from the image of God? Isn't it? Watu wanauliza genuine question. Kwa sababu tulikimbia mafundisho, tunasema I'm not a pastor. You're not what? A pastor. Ngoja kiumane, utagundua kwamba every mzazi is a pastor. Umeona? Lakini ni swali ambalo mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza zamani. Sasa Mungu ametumbaje kwa sura na mfano wetu? In fact, kuna derivation yake bado kwenye Agano Jipya, lakini still makes sense. Nia ya Mungu ilikuwa ni mwanadamu awe sura na mfano wake. Okay, sura na mfano wa Mungu ni kitu gani? Sababu sio unaona tafsiri sura pale, tunaweza kuja hapa. Unaona Kiswahili imeweka neno sura, tayari tumekuwa confused kabisa. Ndio maana Kiingereza nasema the image and likeness of God. Okay. Tukiulizwa hapa leo, tunajibu zaidi Mungu ni roho. Ni ngumu? Nauliza, Mungu ni roho. Is that a discussion here? Mkristo yeyote anajua Mungu ni roho.
Si sawa? Si sawa? Okay, kama Mungu amesema tumembe mtu kwa sura na mfano wetu, alikuwa anazungumzia kitu gani? Roho. Haiwezi kawa nini? Vichwa vyetu hivi, rangi zetu hivi, tumetofautiana. Hatari sana. Mungu angekuwa sura yake ni bilioni bilioni sura. Amechukua sura ya fulani kidogo hapa, hapana. Lakini the fact is, mtu ni roho, anayo nafsi, anakaa ndani ya mwili. Hiyo definition ukiikosa utapata tabu kwenye kuelezea wokovu. Na hizi zote zinashughulikiwa katika Kristo. Zote hizo tatu. Yesu amezikomboa zote. And there is a way ukombozi wetu umebeba hizo sehemu zote tatu. Mtu ni roho. I am a spirit. Okay? I have a soul. And I live in the box called a body. My body is not me. My body is my current house. Narudia tena. My body is not me. This is the house that carry me. Umewahi kuona Trovozikaga anasema huu ni mwili wa marehemu? Sababu mnagombana kuaita hivi. Mwili wa marehemu. Marehemu mwenyewe kaenda wapi? Ashasepa. Na tunasema kabisa mwili umeacha roho nini kinaacha kingine? Roho kipi kinaogopa kingine? Roho imeacha mwili. Sasa kuna wengine wanasema Israeli akachukua roho. Malaika malaika anaitwaje yule malaika? Malaika mtoa roho. Israeli amechukua roho yake. Alafu amemwita Israeli. Jamani. Haiti Palestina. Malaika mtoa roho anaitwa Israeli. Kuna mizungu mingi sana kwenye dunia hii. Na haiko kwenye Biblia wa malaika mtoa roho. Israeli sio malaika mtoa roho kwa Biblia. Anyway, kwa hiyo unaona there is what we call mtu ni roho, anayo nafsi na katika mwili. Okay, mtu anaposema ameokoka au amefanywa upya, what are we talking about? Nini ambacho kimefanywa upya? Nini ambacho kimekuwa regenerated? The spirit. Mbona inafanya kazi? The spirit. How long does regeneration happen? Is an instant. Unapoamini hapo hapo, kwa sababu mwanadamu hakuumbwa. Unaona mpango wa Mungu tangu mwanzo ni mtu awe sura na mfano wake. Hiyo maana yake roho wa Mungu awe ndani ya roho ya mwanadamu. Ndio maana kwenye new creation tunasemaje? Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Sio mwili mmoja naye. Ni roho. It's union where? In the spirit. Kwa roho wa Mungu na roho wa mwanadamu anaungana. Na pay attention to this. Niliwahi kusema, narudia tena, mwanadamu hakuumbwa awe independent. Hakuumbwa awe without God. Mungu alitaka awe a helper in a man. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa nini? Msaidizi. Kwa mtu anapomwamini Yesu Kristo, he's going to the state where his spirit is united with the spirit of God. Na kwa sababu roho wa Mungu ana uwezo, anayehuishwa na kufanywa upya sio roho wa Mungu. Ni roho wa nani? Roho wa Mungu na roho wa mwanadamu. Yupi ambayo ni strong component? Roho wa Mungu. Kwa anayekuwa revived ni nani? Ni roho wa mtu. Iko sawa Kwa sasa Mungu hakulazimisha ya kwamba atuzae in union. No. Alitupa choice ya kurelate na yeye or not. Mtu mmoja akasema, kwa nini Mungu ametupa free will? Nikasema, can you relate with a robot? Can you be in love with the robot? Unajua pendo tamu lile ambalo ni free will. Mtu ana uwezo wa kumchagua mtu mwingine akakuchagua wewe. Hawa muelewi hiyo jamani. Mama amesema pekee. Nyewe wengine hamuelewi hiyo. Nitatafuta watu wote mnaohusiana nao ni jamani, hawa waelewi upendo hawa. Waacheni.
Maana amenyamaza, anaongea mambo mazito namna hii. Jamani, strength ya upendo ni free will. Nasema hivi, nimekuchagua wewe uwe wangu. Nasema katikati ya wanawake wote umenichagua mimi, katikati ya wanaume wote umenichagua mimi. Then you call it love. Au nyinyi mnaonaje? Ndio maana kuna visentensi vyenye kwenye mapenzi watu wanapenda, you are the one and the only. Mine alone. Watu wanapenda kitenzi kimilikishi, mine alone. Zamani kuna mtu aliniambiaje? Aliniambia you are my number one. Nilimind sana. Number one. Who's number two? Kwa maana yake nikidondoka tu kidogo na wakota mwingine. Hiyo sentence it has to be changed. Number one. Siwezi. The one and the only. Wala. Unakubaje kwa number one? Kwamba mtu anategeshea tu uteleze, achukue namba 2. Kwa nini wewe kwenye choices? Natakiwa hivi mimi peke yangu. Mapenzi ni umiliki, au sio? How can I be number? So with free will, so that you can have a ability to choose, and then you still choose what? God. Ndio maana since Genesis unaona kabisa mauti na uzima ziko mbele yako. Chagua uzima ili upate. Maana yake ni chague mimi. Mungu anakupa multiple choice na anakupa jibu. Chagua mimi. Because love is when you have alternatives and then you choose God. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho kinafanya kazi. Kwa hiyo mwanadamu amepewa hiyo uwezo wa kuchagua, actually kumkubali na kumkataa Mungu. And that's why injili inakuwa nini? Persuasion. Injili ni ushawishi. Tunapohubiri injili tunawashawishi watu kwamba hey guys, you have options but choose God. Umeelewa maana yake? Since Genesis Mungu anafanya persuasion. Niliwahi kuambia even the reason God does miracles is to persuade us. Tumeona kwamba we have a loving God who is powerful. Na still wahuni walikuwa wanachagua kinyume. Wanadamu ni watu wa ajabu sana. Watu wengi wanafikiriji ukifanya miujiza peke yake watu watamkubali Mungu. That's not true. Unajua Wayahudi ilipigwa miujiza jangwani, lakini wakienda step 2 mbele wanakumbuka Misri. Wamevuka bahari ya Shamu, ukuta umesimama wa maji wakapita katikati. Yehova ni mkubwa sana. Mariamu akaanza kupiga mashairi kwenye sura ya 15 kitabu, akapiga mashairi pale, watu wakafikiri wameelewa, wana dance wakakatika. We tumeona mpanda farasi na farasi wake wameingia kwenye magari na wanaimba mbele tu wakazingua. Akakumbuka Giligilani. Unajua kuna vitu watu wanauliza, hawa watu wamekumbuka nini? Giligilani, hoho, matango. Wayahudi wamenishinda tabia. Can you imagine? Watu wanakumbuka Giligilani. Bora wa Masai tungekumbuka nyama. Giligilani. Kweli unaweza kuwatoa watu Misri na usitoe Misri ndani yao. Wale watu waliibeba Misri, imekakamaa kwenye subconscious. Kitu kidogo tu umetutoa ili utuue jangwani. Yaani kitu kidogo tu, njaa ya siku hii moja. Kweli hapo Mungu alipenda kunitoa kipindi cha long suffering. 40 years you are dealing with those people. Kama kuna mtu mwenye uvumilivu asikudanganye mtu Mungu. Miaka 40 sio Wayahudi. Enzi za Nuhu. Miaka 120 unawashawishi watu. Unajua aliingia watu wangapi safinani? 8. 120 years. The longer you preach, the longer they deny what they deny. Why? Kwa sababu Mungu ana njia zake ambazo ni simple sana. Mtu mmoja leo alikuja inbox akasema, Apostle, mtumishi kabisa, mama mchungaji. Akaniambia, Apostle, by just believing we get all this. Imagine. Sometimes
By just believing. Nikamwambia hivi, na kuamini sio nyepesi. Kwa sababu kinamchomsumbua hapo ni nini? Ni kuamini. To just trust ya kwamba God did the best. Si ndio And I can trust what he did. Unafikiri ni kitu kidogo? Nyie mnajua wakati mnashare tunaanza kujifunza base, mlikuwa na maswali mengi sana. Sababu haiwezekani kawa kazi ya Mungu peke yake. Lazima nishiriki hata kama huwezi kushiriki. Unajua wanadamu walivyo wanajua hichi kitu ni kigumu, hawakibebi, but they still prefer that kwa sababu wana mkono mtupu haulambwi. I have to do something. Nipe nikupe. Michango imekuwa mingi mpaka kwenye wokovu, nataka kuchangia. Mungu afanye mpaka hapa, tuongezee mpaka hapa. Hata Mungu akuachia 2% ya sehemu ya wokovu kuchangia, unazingua kabla jioni haijafika. Mchana kweupe unalipua bomu. Utanyonyoa mikono. Now, tulikuwa wapi jamani? Maana mama mchungaji kaingia akanivuruga kabisa. So akauliza, it's like, kwa injili ni persuasion, ku trust on God. Makumbuka God's faithfulness and God's ability. Kwa the reason we preach is to show people God is faithful. The reason we do miracles is to show him that people that God is powerful. Na ndo maana Yesu alijua hiyo kanuni wakati wote. Wakati alipoletewa yule kiwete, yule mtu ambaye alikuwa amebewa kwenye godoro, wakapisha matofali, wakashusha pale ndani. Unajua alichomwambia? Aliwaambia kitu ambacho kilionekana ni simple, lakini ghafla ikavuruga watu. Alisemaje? Mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Okay. Watu wakamind. Rahisi tu. Sababu hao ni watu ambao lazima wajitakase, lazima waoshe mikono, lazima wainame, lazima wainuke, lazima walie. Ndio maana kuna watu wengi hawaamini wakikosea, wasipotoa machozi yatoshe, hawezi kupata amani. Sio kama naelewa Kwa wakiona kirahisi tu hivi, watapaka mpaka pilipili walie. Kwa sababu lazima wafanye something. Mungu anasema, Mungu umeona? Yaani kimooni mwao wanataka Mungu aone ya kwamba na mimi nimepush, kuna sehemu nimechangia. Ndio maana mhubiri mmoja akasema, never tell people come and give your life to Christ. Tell them come and receive life. Wakiona wamechangia watamsumbua sana Yesu. Sasa anasema, I gave you my life, I can take it back. Sema come and receive. Njoo umenyanyua mikono hivi. Nilikuwa mautini, nimekuja uzimani. Sijachangia. No, that's very important. Kwa hiyo tangu mwanzo Mungu anapaswedi watu ili waamini. Wapokee nini? Roho wake au sura na mfano wake. Si ndio Kwa kupokea roho wa Mungu ndani yako, that's what God wanted first. Hiyo ndo roho yako ndo inakuwa rejuvenated, inakuwa regenerated, inageuzwa, inafanywa upya. Maana yake inapewa uzima wa Mungu. Tuko sawa mpaka hapo? Then kuna sehemu inaitwa nafsi. Ijapokuwa tumesoma wakati wa ukombozi, ijapokuwa mwili, roho yako, nafsi yako na mwili imekombolewa, lakini ukombozi huu una signify mambo yafuatayo. Siku unapoamini, roho yako ambayo ndio identity yako inavyokaa inafanywa upya immediately. Iko sawa Lakini ngoja nikwambie, nafsi yako inakula taarifa. Nafsi ina mambo kama hisia, maamuzi, akili na vitu kama hivyo. Nakaa wapi kwenye nini? Nafsi, soul. Okay, how do we transform nafsi? Teachings. Ndio maana kuna mtu anaweza akawa na roho wa Mungu leo, which is the most powerful spirit, na akaogopa mapepo na ameokoka leo. Is that possible? Yeah. Shida yake inakuwa nini? Transformation haijaja kwenye nini? The renewal of the mind. Hiyo ni function ya teaching kwenye local churches, kwenye Bible study, ni ku renew their mind, kufahamu walichopokea wapi kwenye roho zao. Mbona stage ya pili ambao hii ni endelevu. Hii inaisha siku inaenda kaburini. You still get training. Unajua kwa nini ukuaji wa kiroho unaendelea mpaka unaenda kaburini? Kwa sababu ukiamka asubuhi unakutana na vitu ambavyo havikubaliani na asili yako katika Kristo. Kwa lazima ufanye nini? Renewal. Unaenda kazini, unasikia mambo ambayo they don't build your realities.
in Christ. Iko sawa? Hiyo ni ya pili. Ya tatu, kuna huyu jamaa anaitwa mwili. Huyu jamaa na yenyewe ni mtiti. Redemption ya mwili ni last process. Ndio maana nasema huu ni mwili upatikanao na mauti. Sasa uzuri mmoja, ulipookoka ulipokea roho wa Mungu ndani yako. Hii ndio kitu ambacho itafanyika kwenye appearance of Christ. Wengine wanasema kwenye ufufuo au kwenye nini? Wengine wanasema unyakuo. Huko mbele tutaangalia ufufuo na unyakuo baadaye. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa mpaka hapa tunaona jambo la msingi sana hapa, ya kwamba usipoelewa hiyo configuration ya mtu alivyo, unaweza ukamiss nini? Uhalisia wewe ni nani. Kwa uhalisia wako uko wapi? Uko kwenye roho, nafsi au mwili? Kwenye roho. Okay, naomba niulize, kazi iliyofanyika ndani ya roho imemalizika? Deal done. Kwa roho yako ikiwa imeokoka inakuwa imeisha hiyo. Sababu roho wa Mungu hamtoi kwa kipimo. He gives and he doesn't take. Na Yesu alisemaje? Atakaa na ninyi hata milele. So that's the settled case. Iko sawa eh? Okay, lakini ukuaji wako wa kiroho ni zao la nini? Ufahamu. Lengo la ukuaji wa kiroho ni nini? Is to build your mind to receive what you have in your spirit, which is Christ's character, Christ's behavior, Christ's power, Christ's walk. Nimesema kwa haraka? Nirudie kwa sia wapi? Ukuaji wa kiroho, kwani nisemaje baada ya hapo? Ni product ya ufahamu, kuimarisha ufahamu ili ufanye nini? Uchukue kwenye roho yako Christ character, Christ power or Christ walk and Christ walk. Uchukue kwenye roho yako mambo ambayo yako deposited. Sasa Mungu akitaka kukusaidia anakupa roho wake. Kupewa roho wa Mungu ni Mungu kudeposit all of himself in you. Lakini the hindrance ya mwenendo wako uko kwenye nini? Nafsi. Kwa lengo la training sio kutransform the spirit. Lengo la training, local churches, Bible study ni kutransform the mind, which is in the soul. Si sawa eh? Iko sawa eh? Ambayo mind ndo gateway to the soul. Unajua hiyo eh? Ili kwa ajili ya kuaffect. Okay. Je, maneno ya injili yanaweza kuaffect response yako kwenye kila kitu? Emotionally? Yeah. Kwa unaanza kurespond kutoka kwenye roho yako. Kumbuka maombi ya Paulo kwa Filemoni. Kwenye Filemoni 1:6. Anasemaje? The communication of thy faith may become effectual by acknowledging every good thing that is in you in Christ. Kwa lugha rahisi, chochote ambacho Kristo anacho. Wangapi hapa ni waamini? Wangapi hapa wanamwamini Yesu? Okay. Wangapi wanajua Yesu yuko ndani yao? Ndio maana ya kusema na roho wa Mungu ndani yangu. That's the same thing. Okay. Kwa roho yuko ndani yako eh? Ina maana tabia zote za Kristo ziko ndani yako. Okay. Wangapi wanaenenda kwa tabia za Kristo 100% sasa hivi? Habari kamili. Unahitaji maombi pamoja na mimi. Msifikiri kwa sababu sijanyoosha na mimi sihusiki. Hata mimi nahitaji maombi. Maombi lengo lake ni nini? To help you walk like Christ in this world. Je, Mungu akikwambia you can walk like Christ, amefanya nini cha kwanza? Amedeposit the spirit of Christ in you. Ndio maana inaitwa nini? The fruit. Fruit maana yake nini? Effect ya kitu kilichoko ndani yako. Kwa hiyo kama nahitaji kudhihirisha nguvu za Mungu, nazitoa wapi? Niulize maswali ya msingi. Ndani ya roho yangu. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kama nahitaji kutembea kwenye karama za roho, ni kwa sababu nina roho kwanza ndani yangu. Ndio maana mwenendo unaitwa nini? Tunda la roho. It is by the spirit. Kwa Mungu akitaka kumbadilisha mtu, na nisema wakati nafundisha new creation hapa. Mungu akitaka kumbadilisha mtu, cha kwanza anatakiwa asikie injili. Akisikia injili, anapokea nini? Roho wa Mungu ndani ya roho wake. Is that the change?
Yeah. Yesu anasemaje? Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Kwa hiyo shida ya sheria na wanadamu wengi wanataka uanze kubadilika kwa nje ili tubadilishe ndani. Is that okay? Okay. Is that the way to change people? No. Kwa process ya Mungu ni take my spirit, I take my spirit and put in you to unite with your spirit. Ili Roho wa Mungu aanze kuamuru mambo yanayotokeza nje kwenye nini? Kwenye nafsi na hatimaye mwili wako. Hivi unajua mwili wako hauna maamuzi yoyote kwenye maisha yako. Yaani kwa kweli nimefanya ni mwili tu. Ngoja nikwambie, mwili inafanyaga kile ambacho akili imewaza. Kwa shida ya watu wengi sio miili yao. Miili ni miboksi. Halo. Miili ni nini? Yana respond what the mind. Okay, wangapi wamekulia? Inauliza kama maswali magumu kweli. Na watu hawana wakaka wana majibu. Okay. Umewahi kutoa machozi baada ya kusikia maneno? Mwili unaweza kukaa wenyewe tu kuanza kutoa machozi. Alafu akili haijui kwa nini anatoa machozi. Mbona machozi yanatiririka jamani? Mwili nao acha ujinga. Umewahi kuanza kufanya hivyo? You don't do it until you see or hear what is affected your mind. Then your mind ina command mwili ufanye nini? Respond. Unaanza kutoa mchozi. Juzi I watched this vijana fulani kutoka Uganda. Nafikiri mtakuwa mfahamu, anaitwa Ghetto Kids. I watched inaitwa, in fact nilikuwa na watch na mke wangu. Mke wangu akashuhudia kwa mara ya kwanza anatoa machozi mbele yake bila sababu. Mimi inawezekana nimetoa sababu kwa sababu machozi kwa sababu nyingi, lakini hapa bila sababu. Sababu yenyewe ni kuangalia. Nikaeka pale Ghetto Kids. Yes. Sasa wakaanza kutoa story yao bwana. Ile story kani move. Sasa unajua kuni move maana yake sio kama nimenyanyuka. Internally kaanza kuni affect. Na angalia wanavyoelezea yule jamaa alipookota mtaani na wakaanza kuwafundisha ku dance na wakaenda mpaka Britain Got Talent. Wakati wanacheza na kuimba, kabla isivyo kawaida, yule nani anaitwa nani yule judge aka press golden buzzer kabla ya muda ambao sio kawaida. He was so excited. Do you know wakati ana press, I was literally waiting. Machozi yanamiminika. Morani wa Kimasai, imagine, anatoa mchozi huo. Sasa sikujua hata saa ngapi nitoa machozi. What affected me? Information got in my mind. My mind commanded the body. Glands zikaanza kutoa nini? Machozi. I was not in control. Nilikuwa najitahidi mke wangu asijue nalia. Akashtukia akasema, "Mbona unalia?" So, ndio maana nasemaga hivi, information ndio inao affect ufahamu wa mtu. Ufahamu wa mtu unaamuru mwili ufanye nini. Ndio maana nikwambia hivi, ndugu zangu, ngoja niwape live. This is a good testimony or bad. Ngoja nikwambie, you can be very holy Magdalene. Sister Magdalene, uncorrupt, incorruptible, undefiled, very clean. If you feed on wrong information, utakuwa Mrs. Devil. Na hujui ni lini umeanza. Asikia nafahamu. Okay, mimi kwa mwenyekiti wa UPATA bwana. Mwenyekiti wa UPATA bwana. Kwanza una status fulani unatakiwa iweke. So unaelewa ya mtumishi wa Bwana. Si nikaenda kufundisha shule moja ya sekondari. Nikawa najichanganya na wahuni. Sikutoa lebo kama alikuwa mwenyekiti wa UPATA. Angalau unajua akijua umeokoka kidogo, wanapunguzaga tuko na mlokole hapa. Kuna maneno hawasemi. Unaelewa? Ukinyanyua bendera tu kuna namna unaanza kutenga baadhi ya vitu. Wakawa wanaongea. Mtakatifu wa Bwana, kijana ambaye mdomo wake umetakaswa. Baada ya miezi 3 nilitoa bonge la tusi.
Nilienda kwenye screen kuangalia nani katukana. Sema yeah. Kwanza siku hiyo nikamwambia mimi nimeokoka. Like, how did I do that? Like it was so natural to do that. Lakini haikuanza natural. Tunajosemaga kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Huwa tunajua hilo eneo, ila hatujuagi ni wakati gani amejaza. Na process ya kujaza ndio inakuaga issue. Ndio maana one of the way, naomba niseme this is very instructive. Roho atakuwa anaongea na mtu kama sio wote, sisi wote. Iko hivi. One of the way ya kudeal na tabia yako ni kucheki association yako. Nimesema one of the way. Nobody is super strong beyond the association. Even the great wise man alikuwa ameharibiwa na association. Wanawake wa kigeni. Mr. Solomon. Mnajua hiyo? Mfalme Suleiman alizinguliwa na nini? Association. Very important. Naomba ni pause niende taratibu. Na naomba mniangalie. Kama unaandika unaweza ukasikiza, utaandika vizuri baadaye. Niangalie, naomba niseme kitu cha kuwasaidia hapa. Do you know if you change your association, your life will change in the different direction kabisa. Na hii haihitaji many efforts. Juzi nilikuwa namwambia mtu mmoja anateseka na tabia fulani. Kamwambia what you need basically is not discipline. You need to change association first. Association ina nguvu kuliko discipline. Unaweza ukawa unasema hivi, I cannot do it. I'm a righteousness of God. I cannot. Na bado ukaelekea kwenye I cannot. You go and tie the knot. Nimenena kwa lugha. Tutafsiri baadaye. Maana yake nini? Association is God's best protection kuliko hata discipline. Mnaelewa hicho kitu? Naomba siwe taratibu. Association ni muhimu sana kuliko hata kutry not to make mistakes. Ina affect every area of your life. Sometimes kama ngoja niseme hii, sometimes kama ukigundua kwamba hauendelei kwenye mambo mengi, just look your close people at your close people. Actually sisi wanadamu we share the problems. Tunaambukizana. No man, as a pastor, let me give you experience as a pastor. Unajua, nawafahamu watu kanisani. Nikianza tu kuona Kabalo yuko na Asa. Do you know as a pastor, kama Kabalo anaendelea, nawaza nani atamwathiri mwingine hapa? Sasa kuna uwezekano huyu kwanza kuvutwa kule. Practically, I can tell you, ngoja niwaambie, as a pastor, nikiona mtu haendelei, huwa nauliza nani watu wake wa karibu. And mara nyingi, hata kama akinionyesha wengine wanaoendelea vizuri, mara nyingi, he has a secret association ambayo hajaniambia. Mara nyingi, it came out true kwamba alikuwa affected na association aliyokuwa nayo. Umeelewa eh? Sio kama umeelewa eh? Ina affect sana. It affects sana. So if I want, one of the thing I check na kusaidia watu wabadilike tabia, sema change yourself. I edit huyu. Why? Kwani uko na huyu? Kwani uko na huyu? Kwani uko na huyu? Kwani uko na huyu? Ni muhimu sana usipotezee hilo, sawa? Usipotezee hilo. Because sometimes you analyze your relationship based on what you want to be and where you want to go. Sio dhambi kufanya hivyo. Kumbuka swali la kwanza aliulizwa Balaamu. Ilikuwa Balaamu wakati anaenda kulaani Israeli. Aliulizwa uko na nani? Hilo ndo swali la kwanza. Who is that with you? Maana yake hicho unachokifanya ni influence. Ndio maana Suleiman mwenyewe alisemaje? Kaandika kwenye Mhubiri wake akasema rafiki wa wabaya hakika ataangamiza. Basically, nisikize vizuri. Wenye matatizo wanapenda wenye matatizo kama wao. Maana kama mjaelewa, ngoja nimezee mimi mwenyewe nijihubirie mwenyewe. Yaani, ngoja nitumie mfano. Kwa mfano,
Watu wengi maskini wanawapenda maskini wenzao. Wakiona mtu amewazidi kipato tu wanaanza kuona wivu. Do you know what is happening there? That is the devil telling you stay there. Okay, kuna wadada anawafahamu wenye tabia fulani. I had kuwatawanya. Tabia fulani hiyo ni kwamba wote wamechelewa kuolewa. Wakatengeneza kikundi. Wanavutiana moyo sasa. Hicho kikundi. No, this is not right. Kila nikicheki mentality huyu juu ya wanaume, kama yule. Sasa, are you in the same WhatsApp group? So, kwanza nikaanza, a pastor has to have ability ya kuambia watu maneno haya. Hey, wewe kuanzia leo prayer fanya na huyu, prayer fanya na huyu, prayer fanya. Do you know that their mentality started to change? Hata wao hawajajiandaa. Na mimi sijawaambia kwa nini nafanya hivyo. Now, because they are obedient, ikaanza kuwasaidia. Sasa huyu kaanza kuelewa, kaanza kuelewa. What is happening? Association. Sio kama naelewa. Na sometime hivi unajua sio Wayahudi wote walikuwa rebellious. Kwani Musa alikuwa na shida ya kuwahi kufika Misri? Ilikuwa ni ngumu Musa kufika? Okay, Musa alikuwa na shida na kutii sauti ya Mungu kwenda Kanaani walipokuwa natoka kule. Joshua alikuwa na shida. Caleb alikuwa na shida. Wale walikuwa perfect, wana imani kabisa Mungu atatusaidia. Okay. Waliokaa miaka 40 jangwani. Joshua alikaa. Caleb alikaa. Kwa nini sasa jamani na wao wana imani na Mungu? Wako kwenye group la waliokwama. Kwa hiyo wakakwama wote. Umeelewa maana yake? Kwa association unaweza kaa hata hujabadilisha tabia yako, lakini wakichelewa unachelewa nao. Let's read hiyo somo letu. So go and analyze your life. Mungu anataka kusaidia some things. Just check that. Sawa eh? Kwa kweli kuna watu inabidi upunguze kuwapigia simu. There is a lot of way. Kwa sababu naomba, Roho wa Mungu atakusaidia how to deal with that. Sawa eh? Jamani si mnaomba? Yeah, Roho wa Mungu atasaidia how to navigate that. Itakusaidia sana. Sasa imagine kama Wayahudi zaidi ya 90% walikuwa wanamtii Mungu, wakawa kuna 10 ambao hawamtii. Wangekaa jangwani? Usingekaa jangwani. Lakini kwenye community ambao hawaendelee, kulikuwa na watu wachache ambao hawana shida na Mungu, lakini walibaki wote jangwani. Association. That's very important. Nilikuwa nazungumzia nini mpaka nikaja huko? Information. Kwa information zina affect nini? Response ya mwili. Kwa mwili unakuwa wa mwisho kwenye kuact. Lakini neno la Mungu linataka hivi, kwenye intermediary ambayo ni nafsi ilishwe mambo mazuri, taarifa sahihi ya kile ambacho kiko ndani ya roho, ili nafsi iweze kuamuru mwili kipi cha kufanyia kazi. Umeelewa? Kwa lengo la kila mchungaji, kila kanisa, kila Bible study ni kuathiri how we think, ili tuweze kufikiri kwa namna ya nani? Kristo. Ili tuweze kumdisplay Kristo kwenye mwenendo wetu. Ndio ile ushirika wa imani yako. Ushirika pale ni koinonia, sharing, display. Kushare imani yako maana yake ni mwenendo pale unaodhihirika. Ufanye nini? Uwe effectual. Maana yake effective, si ndio? Kwa lugha rahisi, iwe effective kutokana na nini? Acknowledging. Neno acknowledge pale ni neno knowledge, ko nani? Ginosko. Epignosis. Epignosis ni exact, precise knowledge. Ni ufahamu ambao without doubt. Nikawa nasema hivi, wangapi hapa ni wanawake hawatapata shida kunyanyuka? They know for sure, si ndio? Najua siku hizi kuna identity crisis pia. Yeah, najua kuna identity crisis. Basi niseme kwa ninyi ndugu zangu wa Tanzania, kama identity crisis imewapata, Bwana wa rehemu. Okay. Lakini like kama unavyojua jina lako, kama uko Rosemary moja hapa nikisema Rosemary simama, uweze kusema ni mimi. You know for sure. Umesikia eh? Okay, kwa hiyo ule uhakika wa kile ambacho unacho, you don't struggle to do it. Ni sawa na kuchukua chakula. Uwezi kuchukua chai unakunywa kwa kumwaga huku. You know unatakiwa kuleta wapi? Hapa. Hiyo una precise knowledge. Leo mnanicheka sana. Sijui kwa nini.
Na wachekesha au mnanicheka? Umeona? Kwa hiyo siwezi kuchukua hili nikasema, jamani, kunyweni chai zenu. Na mtu anamwaga. Hawa anaanza kumwaga kwenye pua. Sasa kwenda mtu anapisha kwenye pua. No, una epignosis kwenye eneo la nini? Kunywa. Unajua unatakiwa uweze kunywa chai yako apisha kwenye sikio hapa. No, you know beyond reasonable doubt. So, I don't have to think, nasema, Baba, katika jina la Yesu, nisaidie nijue sehemu ya kupisha chai hii. Nisaidie sehemu ya kupisha maji. Naomba unionyeshe. Fungua macho yangu. Fungua macho yangu Baba. Ili nijue sehemu sahihi ya kuweka nini? Chai. Sasa Baba, Roho Mungu nisaidie. You don't do that. Kwa nini? Una nini? Precise, exact knowledge. Taarifa ulionayo kwenye hili eneo imetengeneza nini? A standard. You cannot miss it. Okay. Wangapi wamewahi kuendesha gari? Swali gumu tena. Okay. Hivi wakati kuendesha gari, ulipoingia kwenye lami kwa mara ya kwanza unaendesha gari, you did not have epignosis. Gari inakuja unaanza kukwepa. Mmoja nimekutana na lori, niko barabarani, nikaona kama inakuja kwangu, nikaanza ibidi anipigie, alipopiga hondo nikaenda zaidi. Lakini siku hizi unaweka mkono hapa, unaongea na simu na unapiga hivi bim 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 bim. I'm not thinking about anything. Ufahamu wangu, yani kushika brake ni pa 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 pa, pa. Sifikiri mara mbili. Zamani kwa nikishika brake kwa sababu nilikuwa sijatengeneza nini? Mastery. Sijui kama mna experience kama ya kwangu. Wenzetu mlizaliwa mnajua kuendesha magari. Unaona? Kwa hiyo unajikuta tu unakanyaga mafuta, unaondoa mkono, unakanyaga mguu, unakanyaga breki, na wakati huo unaweza ukabadilisha screen. Yani you can do all of them. Lakini unafikiri ni kazi rahisi hiyo? Urahisi wake ni kwa sababu you are in mastery. Akili yako imeshatengeneza ya kwamba after this I can do this, after this. Ukiambiwa wewe hauwezi kuendesha gari baada ya kuwa umeendesha miezi 6, miaka 5, you don't understand. Tena unashangaa unamfundisha mtu kuendesha gari, unamfokea kama vile wewe ulizaliwa unajua. Sasa alikuwa anamfundisha mke wangu kuendesha gari. Kwa kweli bidii jiombee. Sasa the way I look at unashindwaje kuacha breki au ukajaga? Akasema mimi nilikuwa. Sasa wakati anajifunza alikuwa anakaa hapa. Kwa akaanza kunichana. Hebu simamisha kwanza, ngoja kwanza tusimame. Unakumbuka wewe? Unakumbuka ulivyokosa pale? Sasa. Yaani anikumbusha like, unaweza ukahisi umezaliwa unajua kuendesha gari. Do you know that? Like unaingia tu pip 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 jing ukanyaga. It has gained mastery. Lakini it is time, knowledge, practice, knowledge. Inakuwa normal work. Kwa hata believer anatakiwa abebe nini? Itoka kwenye gnosis, just information, into kwenye nini? Epignosis. Kwa hiyo what we mean, hiyo epignosis ni mazao ya mambo mawili. Continually hearing the word of God and what? Prayer. Sawa hiyo? Haya ndio mambo mawili. Usiache kuendelea kusikiliza. Ndio maana nasemaga hivi, ndugu zangu nisikilizeni pia. Hii nayo ni very instructive. Kama hata kuna tabia ambayo una struggle nayo, never miss these two things in your life. Usiache kuendelea kujifunza neno la Mungu. Namba 2, usiache kuomba. Lakini Apostle, I'm feeling guilty. Omba. I don't feel like praying. Utakula? Ndiyo nitakula. Are you depending on feeling not to eat? Unajua ukiacha siku 3 patakuwa hapatoshi. Utafanya nini? Utakula. Kwa hiyo do the right thing. Continue learning the word of God. Continue praying. That's how you bring about epignosis. Tuko sawa mpaka hapo? Umeelewa Okay, tumeshaelewa sasa nini kinafanywa upya. Maana tutakiwa tuanzie hapo. Je, ina affect haya maeneo mawili ya mtu? Ina affect Kwa Mungu anachokifanya ni kudeposit in your spirit power, ability and all God virtues to help you. Kila kitu ambacho Mungu anataka kikusaidie siku ya ukombozi, ulipoamini kuhusu ukombozi wa Kristo, aliweka ndani ya roho yako.
Chochote unachokifanya is not convincing God, is the releasing from within. Kwa prayer it is stopped from being beggary, inakuwa nini? Authoritative. Wana tofauti, tutajifunza prayer baadaye mbele. Lakini tayari mtu muamini, he's not praying to beg, like to convince God. No. He's releasing from within the power of God. Kwa sababu muamini anakuwa roho yake inakuwa nini? The union, mahali ambapo roho wa Mungu anakaa na kufanya shughuli zake. That is very important. That's very important. You miss that, you miss what our salvation meant. Umeelewa hiyo nafsi, roho, nafsi na mwili? Okay. Sasa shida ya miili yetu ni kwamba wenyewe shughuli yake ya kubadilishwa kabisa, kwa sababu hii mimi ndio maana tunazeeka. Juzi nilikuwa nachekesha watu sehemu, nienda kwenye kioo nikacheka, nikakuta na nywele nyeupe zinaanza kuota. Nikasema ndugu zangu, nazeeka. Sijategemea, lakini nazeeka mwanangu. Mimi nazeeka. Sasa nywele nyeupe zimetoka wapi? Hii si dalili ya kwamba in the mwili upatikanao na nini? Na kufa. Hii ni dalili ya kwamba mimi nitakufa siku moja. Kwani ni uongo? Aje unaonaje? One day this body is not eternal. Nitabadilishiwa. Kuonyesha kwamba huu uko time bound. Niwe makini na muda wangu, kwa sababu this one will be old. This one will fade. This one will be corruptible. This one will go down. Huu sio mwili wa mbinguni. Huu ni mwili wa udongo. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa usiogope, utazeeka hata usipotikiri. I don't sikiri. I shall live forever. Mtumishi wa Bwana akiniambia uishi milele. Nitaishi milele, sio kwenye mwili huu. Sitaki kwenye mwili huu kuishi milele. Kuishi milele kwenye mwili huu ni shida. Mwili ambao mbu aking'ata malaria inaingia. Hapana. Namshukuru Mungu katika Kristo Yesu ambaye ametupa ahadi ya kuvalishwa miili mpya. Imagine mbebe ili koti milele. Imagine. Kwa tutunze tu jamani, ili uendelee kukaa muda mrefu hapa tufanye kazi ya Bwana, si ndio? Hello, lakini it's not an eternal body. Sawa Kwa ukombozi wa mwisho utakuwa ni ukombozi wa nini? Miili yetu. Kuharibika unavaa kutokuharibika. Paulo anasema kufumba na kufumbua tutabadilishwa. Umeona hiyo? That I rejoice about that. Maana kila siku kukemea mafua ni kitu kingi. Hallelujah. It's so important. Yaani nilipojifunza kwamba tutakuvalishwa miili mpya, nikasema sasa haimaanishi ule vibaya. Watu wengine wanasema wewe kula tu mwenzangu utapewa mwili mpya. Ila utaondoka mapema. Okay. Umeelewa kwanza ninachomaanisha Mama anafikiria sana. Ina make sense lakini? Yeah. Yeah. Especially kwenye ile verse inayoongea kwa habari ya utendaji wa Mungu, kazi wa Mungu unategemea na nguvu iliyoko ndani yetu. Na maana kwenye roho zetu. Sasa is it about like the knowledge and the amount of hapo anaongelea ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoambatana na roho yako, au ni roho yako kiasi gani iko empowered through maybe the word of God na kuomba, then Mungu anapofanya kazi na utendaji wake unatokana na nguvu hiyo, yani which nguvu hapo inayoongelewa. Exactly. Sasa kwa mfano kwenye Waefeso 3:20 ambaye basi atukuzwe azaye kutenda mambo makubwa zaidi yale tuyawazayo tuomba kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hilo ni swala muhimu sana na pay attention to this. Okay. Kwanza Mungu ameweka ndani yetu 100% of his spirit. Lakini kiasi cha utendaji wa nguvu za Mungu tunaamua sisi. Umeelewa sasa Hiyo ndio kazi ambayo tunayo baada ya kuwa tumeamini. Ndio maana nikasema muamini hana shida ya roho, kwa na roho ndani. Actually roho ya muamini haikui. Ni ufahamu unakuwa kwenye mambo ya rohoni. Ndio maana ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho sio roho kukua. Ni ufahamu wa vile ambavyo anavyo katika Kristo.
Kwa hiyo the more unapopoto light ya identity yako, utendaji wa Roho Mungu ndani yako, ndivyo unavyo manifest huo utendaji wa Roho. Kwa hizi nguvu itakuwa proportional na nini? Na revelation knowledge. Iko sawa eh? Ndio maana nikasema, kama unakumbuka, kama mtu ana changamoto ya kitabia, asiache mambo haya mawili, continue learning. Kwa sababu knowledge unayopokea plus prayer. Kwa prayer ndo namna ya kuactivate utendaji wa Roho ndani yako. Kwa tunaweza kusema hivi, Roho, tutumie physics, Roho wa Mungu ndani yako ni potential energy of God. Lakini the working, tunasema ni kinetic energy. Because the more I pray and feed of the word, I'm taking the potential energy into active energy. Umeona sasa eh? Umeona sasa eh? That's what I take. Kinacho katika ukubwa wote wa nguvu za Mungu, I'm the one that release a certain amount, ambayo ni zao la mambo mawili basic. Kuna vitu zaidi hapo, lakini basically huwezi kukua kama una miss learning the word of God and prayer. Iko sawa eh? By the way, unaweza ukasema association, lakini association si unapata kwenye neno la Mungu, muhimu association. Kwa ukirudi utakuta ni neno la Mungu na maombi. Kwa maombi is the way I release it. Kama umegundua, Paulo anaonyesha ya kwamba watakatifu, waamini ni watu waliokamilika kwenye nyaraka zake zote. Do you know, anasema tangu nilipojua habari za imani yenu kwa Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu, siachi kuomba kwa ajili yao. Kwa mtu akisha amini anaanza kuombewa. Lengo la maombi sio ili yaamini, ili ya release from the deposit. Kwa hiyo my Christian walk is proportional to my consistency in knowledge and prayer. Kwa spiritual growth ina base kwenye haya maeneo mawili. Consistency in knowledge and prayer. Consistent knowledge and prayer. Ndio sasa tunachukua ile potential energy of God, which is 100%, we take 20%, 50% by releasing it out. Kwa nikikwepa eneo la kujifunza na eneo na kuomba, the less I release. Kurelease maana yake ni affect mimi na kuaffect watu wengine around me. Iko sawa eh? Umeshapata sasa eh? Kwa sio kwamba Mungu ndo ana dictate how much it will work. No. Simple. Utendaji wa Mungu siku zote ni kucooperate na mwanadamu. Nafikiri hapo ndo Mungu alipotuchezea mbili bila. Kwa sababu angekuwa na amua yeye, tungekuwa marobot tu. Umeelewa? Yeah. Ndo maana baada ya kuokoka, Mungu anataka tuendelee kukutana hivi. Siku ile ulipoamini tungesema, mama usije tena huku, wewe ni raia wa mbinguni. Ibada ya kazi gani sasa? Na tumejifunza kwamba kwa kutolewa Bwana Yesu mara moja tumetakaswa milele. Kwa nini tutakutana tena? Umeona? Kwa hii ni kwa ajili ya kutu build on what we already have. Kwa hiyo ndio ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo ukuaji wa kiroho ni swala la knowledge and prayer. Kwa hiyo we release what we have. Sawa eh? Yeah. Wow. Kwa hiyo tumeelewa paligenesia eh? Kwa nini kinafanywa paligenesia? Roho yangu? Ndio. Ni mwili wangu? Hapana. Nafsi yangu? Hapana. Kwa kwenye ukombozi, siku ulipoamini, roho yako ilikuwa mpya kabisa. Maana yake imetolewa mautini, imefanywa kuwa mzima. Umekuwa revived. Kwa Mungu, revival ni nini? A dead spirit receiving the life of God, which is the Spirit of God in you. Yeah. Shida yangu ni kwenye kurudia tu. Revival kwa Mungu is a dead spirit receiving the life of God by the Spirit of God. Hiyo ndo revival ya Mungu. Tunaweza kusema, naomba niseme hii tena, nirudie kwenye hili darasa. Mungu
kuna watu wanajiuliza maswali, Mungu anafanya nini kwenye ulimwengu ulioharibika? Wakumbuka jibu lake? Mungu anafanya haya tunayofanya kwenye chumba hiki. Watu waokoke, wapokee roho wake na wakue. Utendaji ya Mungu unaanzia ndani ya mwanadamu, iaffect fikra zake, then iaffect mikono yake. Kwa anayeshika mtutu na kuwa, cha kwanza hana roho wa Mungu. Akipokea roho wa Mungu, inaanza ku affect eneo la nafsi, decision making zake. Iki affect decision making zake, baada ya kuchukua mtutu kuwa mtu, ana provide love of God. Umeona inafanya kazi? Kwa watu wengi wanafikiri injili ya